Umesemaje hali? Waandishi wengi mmejaa huku, sikuwa nimetarajia. Huku kuna mechi, kuna Yanga, kuna Azam. Dar es Salaam hamna mechi. Au mmechungulia? Ipo. Mmechungulia? Asemeni. Kwanza kuna nini kama hamna mechi? Kule kuna content jamani. Kwa nani? Dar es Salaam pia kuna content. Fresh ndugu zangu. Baada ya mechi Shabali mpira pesa anaanza kulia. Kisugu analia, pasi milioni analia. Zote hizo. Sio kushangilia analibese. Twendeni kwenye mambo ya msingi. Bwana mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika Ali Shaban Kamwe, tuambie mnakwenda kwenye mchezo wa marejeano dhidi ya Al Ahly baada ya kupoteza kule ugenini kwa mabao 2-0. Na yajua hayo, uliza swali kaka. Ndio. Kwenye mchezo wa kesho. Kama nisema ni. Twende kwenye swali. Najua kwenye mchezo na Al Ahly mchezo kwanza, Kwenye mchezo wa kesho sasa, mnakujaje mkiwa katika uwanja wa nyumbani ambao una historia nzuri kwenu? Mnapokopo hapa mmekuwa na muendelezo wa matokeo mazuri. Kwanza niwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari kwa wingi wenu mliosafiri kutoka Dar es Salaam. Dada zangu hapa wameniambia pia wametoka Kenya, wamekuja kwa ajili ya hii mbungi hapa. Kuna waandishi wengine wanatoka Rwanda pia wanakuja kwa ajili ya hii mbungi hapa. Wingi wenu kutoka sehemu mbalimbali unathibitisha kwamba tunakwenda kwenye mchezo mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Yaani weekend hii kuna mechi nyingi zinachezwa, ila mechi kubwa iko hapa New Aman Complex. Kwa nini mechi kubwa? Kwa sababu kwanza inamhusisha Ahly ambaye ni bingwa wa kihistoria kwenye hii CAF Champions League, alafu inamhusisha Young Africans ambaye ni kiboko ya timu zote hapa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo tunaamini heshima ya East Africa tumekabidhiwa Yanga, na kesho tukiingia hapa New Aman Complex tuna jukumu la kulipambania hili. Tuna wachezaji kutoka katika maeneo tofauti hapa East Africa, kwa maana kina Duke Abuya waone ndugu zao wamekuja. Duke Abuya ndugu zako wamekuja hapa. Alan Okello ndugu zako wamekuja hapa. Wote hawa wanakuja kuhakikisha wanatengeneza habari nzuri za wewe kwenda kusikilizwa na kuonwa huko kwenu. Sasa ni jambo la aibu waandishi wote hawa kutoka sehemu mbalimbali waje alafu tuchapike. Lazima players wetu wapandishe kiwango cha upambanaji, na kikifia kwa 100% naamini kabisa Mwenyezi Mungu atujalia tutapata matokeo mazuri. Mchezo huu ni mchezo mgumu kama nilivyosema siku ya kwanza, lakini kazi ngumu ndio kazi za Yanga. Kazi ngumu ndio kazi za Young African Sports Club. Pamoja na ugumu huo, ubora ambao yuko nao Al Ahly, rekodi zake, ma-CV yake, lakini sisi Yanga ndio kazi ngumu ambazo tunazifurahia kuzifanya. Moja wapo ni hii ya siku ya kesho. Tunacho kikosi ambacho kinaweza kumsurprise yoyote. Hata mmemsikia kocha wao hapa alipozungumza kwenye press conference. Anasema ilibidi kipindi cha kwanza mwishoni wategemee miujiza ya Trezeguet kupata goli la kuongoza. Maana yake kipindi cha kwanza tuliweza kuwa contain vizuri na tulitena nafasi za kufunga, bahati tu haikuwa yetu siku ile, mpira haukuweza kuingia kwenye kamba. Kwa tunaamini kesho inshallah tutakwenda kuboresha yale yote ambayo yalikuwa changamoto kwenye mechi ya kwanza, na kesho tukafanya vizuri zaidi kwa maana tupate matokeo mazuri. Mechi ya kesho unajua ina mtazamo tofauti. Kama Ali atashinda kesho, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, atakuwa amesha qualify kwenda hatua ya robo finali. Kwa sisi tuna jukumu kwanza la kumzuia Ali asiende robo finali kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Alafu tuna jukumu pia la kulifanya ile kundi liwe hai. Mtu mmoja akishafuzu mechi mbili bado utamu wa kundi unapotea. Kundi la kifo lazima tupelekane mpaka dakika ya mwisho. Tuone nani ana qualify kwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupambania heshima ya Yanga, heshima ya Tanzania na heshima ya East Africa kwenye 90 za siku ya kesho. Ndio, pengine tuambie hali ya kikosi cha wachezaji, lakini pia mnaingiaje kwenye mchezo wa kesho, kwa maana kule mlienda kama mna defense kidogo kwa heshima sana. Hapa bila shaka mtakuwa mnawalazimisha maana mpate matokeo. Sasa kuingiaje ni kazi ya mwalimu. Kuingia kama anakwenda kushambulia, anakwenda kuchezea mpira, anakwenda kukaba, ni kazi ya mwalimu. Sisi kama wanayanga kazi yetu ni kusubiri matokeo. Tunakuja kushangilia, tunasubiri matokeo mazuri. Kwa mwalimu yeye tumempa nafasi aandae silaha zake vizuri na aweze kutupatia matokeo mazuri. Tukiwa nyumbani hapa inshallah, kwa nguvu na support ya mashabiki wetu, players watajituma na mpango utakuwa vizuri, tutapata matokeo mazuri. Hali ya timu iko safi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tumefanya mazoezi ya mwisho leo hapa New Aman Complex. Wachezaji wote wa Yanga naweza kudiriki kusema wako salama. Hata wale ambao walikuwa kwenye majeruhi kwa muda mrefu, sasa hivi wameingia kwenye phase ya utimamu wa mwili. Wameingia kwenye fitness, kina Mzize hao,
kina Edmond John, kina Azizi Ndambwile wameanza kufanya mazoezi ya pamoja na wenzao. Hiyo ni sign nzuri. Kwa fitness mwalimu anaweza kuamua kwa mchezaji anavyomtazama. Anaweza kuchukua siku 3, kachukua wiki, kachukua wiki 2, kachukua mwezi. Ni mchezaji anavyozidi kuimaria kutoka kwenye jeraha lake kuja kwenye utimamu wa mwili. Yaani wameshapona. Sasa hivi wanatengenezea sasa utimamu wa mwili wa kupambana. Si mmemshuhudia leo Clement Mzize pale. Piga mawe kweli kweli, mpira unasikia unavuma hivi. Kwa mwalimu anamwangalia huyu mpaka siku fulani anaweza kuwa amesha mechi ile kasi ya wenzake. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu yote sasa hivi yote hakuna hata mwenye mafua. Kibwana amekuja na yeye ameimarika vizuri, yuko safi, hakuna hata mmoja mwenye changamoto yoyote. Mwenyezi Mungu atujalie hii hali iendelee mpaka kesho, mwalimu akapate option kubwa ya kuchagua timu yake. Kukosekana kwa Imam Mashur ni nafuu kwenu Young Africans? Kwanza mimi nilikuwa siamini, unajua. Hata Ali walivyopost bado nikaa siamini. Walipost Kiarabu, nikaenda kukitranslate, kinapanda kile. Nikakitranslate. Imam Mashur hivi na hivi na hivi. Sasa na kueleza bila kutranslate, na kuelezeaje? Lazima nikitranslate, alafu nikuelezee. Kinapanda sina na kielewa afu nakusomea wewe. Au nikusomee? Niongee Kiarabu sasa alipoandika. Niongee Kiarabu utaelewa? Utaelewa? Wa Tanzania na wana Yanga. Unakutetea Isaya. Ningepiga Kiarabu hapo upagawe. Nikawa siamini. Mbona kama wanataka kuchezea mchezo? Unaelewa mambo ya kombolela hayo. Unajua mambo ya kombolela baba kabutua huku kana msubiri kwanza. Leo nimethibitisha Imam Mashur hayupo Zanzibar. Kama umefurahisha ujasusi. Nimethibitisha Imam Mashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha. Sasa kumkosa yule nisiwe mnafiki. Mimi kama shabiki tu wa Yanga. Sijui mwalimu yeye ameonaje, ila mimi kama shabiki wa Yanga zile bleach ni za moto. Kwa hiyo kumkosa Imam Mashur tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatujui ama matatizo gani. Kama matatizo ni makubwa sana ya kiafya, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka. Atachelewa ndege. Atajua sasa mwenyewe. Ila hiyo kutokuwepo Zanzibar sisi angalau tumesema alhamdulillah. Watu wanasema dua zenu zimeanza kufanya kazi. Kama kuna mtu sasa dua, sisi hatuombi dua kwa mtu apate mabaya. Tunaomba dua timu yetu ifanye vizuri. Sasa Mungu ana namna ya kujibu. Mungu ana namna yake. Unaweza ukaomba leo hela, kesho Mungu anakupeleka jela. Kumbe wewe tajiri kafungwa, ukatoka kafungwe naye ili upate hela. Sasa unaweza kulalamika Mungu na masema mazuri umenipeleka jela. Kumbe kuna tajiri yuko jela, unatokea uende kule ukampe maziwa nini na nini ndio line yake upate hela. Mungu na hikima zake. Kwa sisi tumeomba matokeo mazuri. Hatujui atakujaje. Umeelewa? Lakini matokeo mazuri. Ila mimi nimefurahi. Nimejiridhisha kama shabiki tu wa Yanga. Imam Mashur hayupo Zanzibar. Wao watajua wamreplace nani pale, watajua wao. Lakini sisi tumeiandaa timu. Na of course unajua Ali ukiangalia vizuri kila eneo ina watu. Kiambiwa Imam Mashur yupo anaingia yule Zizu na penyewe pamoto hapo. Si ndio panakuwa pana watu wengi ambao wanajua mpira. Lakini yule kukosekana tu nisiwe mnafiki. Najua na wana Yanga wenzangu duniani tumefurahi hilo jambo. Mtoto yule afai. Acha apumzike. Acha apumzike kama Alan Okello. Okello yupo anafanya mazoezi vizuri, wako sawa. Wewe huyu anachimba chimba nianze kueleza mambo ya ndani kwenye mfumo pale. Sisemi. Wote wapo. Ali ni kama unatisha ule. Wewe umeona? Nimeona. Hujaona mnafiki. Hujaona chochote. Tunaona uwanja wa KMC umefungiwa. Sasa mechi za ligi mtaendelea kucheza kwenye uwanja gani? Sawa. Nilikuwa nisijibu swali lako kwa sababu halihusiani na mambo ya Champions League. Kwa sababu ni taarifa muhimu na wana Yanga wana hamu ya kuisikia, ngoja tu nikujibu shehe wangu. Uwanja ule umefungiwa na TFF wameeleza sababu za kufungia ule uwanja kwamba haujakidhi baadhi ya viwango vya kuchezewa ligi kuu. Si ndio Haujakidhi baadhi ya viwango vya kuchezewa mechi za ligi kuu. Lakini hawajatangaza kwamba ule uwanja unabomolewa. Wamesema uwanja huu unafungwa mpaka ambapo vigezo hivi vitafanyaje? Vitatengenezwa. Sisi sasa kama Yanga, sisi pale hatuna uwanja, sio wa kwetu. Sisi pale ni uwanja wetu kikanuni, ni uwanja wa halmashauri. Kwa hiyo taarifa ile ikitoka, sisi tunaenda kuzungumza na halmashauri. Mnasemaje? Haya ambayo TFF wameyaelekeza, tutaweza kuyafanya kwa muda huu? Kwa sababu sisi hatuna mechi yote ya ligi hapa. Tunaenda kutoka mechi hii, tunakwenda Morocco tarehe 3 inshallah. Tutapiga mbungi kule tarehe 7.
tarehe ngapi tunarudi? Tarehe 14 Yanga tena mechi nyingine. 16 na mechi nyingine hapa na JS Kabylie. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni back to back Champions League. Hatuna mechi ya ligi mpaka tarehe 14 15 huko. Inshallah Mungu ajalie kheri. Kwa hiyo tumewauliza watu wa halmashauri. Bana, yaliyosemwa na TFF yanawezekana? Ametuambia tuwe na subra. Kwa hiyo kama tuwe na subra, maana yake mpaka sasa hivi ninavyozungumza na nyie, kwa uamuzi wa uongozi wa Young African Sports Club, uwanja wa nyumbani wa KMC. Ikifika hicho kipindi hayo ambayo TFF wameelekeza hayajafanyiwa kazi, maana yake tutawatangazia sasa. Kama tunakwenda Sumbawanga, tunakwenda Ilulu, tunakwenda wapi kule Rukwa, Isamuyo, tutawatangazia. Kwa nini mmetaja uwanja wote? Mimi kimenishtua kitu kimoja. Mmefungiwa uwanja wa KMC. Walioathirika uwanja nyumbani ni Yanga, lakini wanaumia timu nyingine. Yaani kama TFF wangeambiwa saizi wachukue maoni, maamuzi walioyafanya yamefurahisha watu, yameumiza, wangepokea maoni mengi sana kwamba tumeumia, kwa nini Yanga mmemfungia hapa? Kwa nini? Mnataka aende wapi? Sababu si wanajua taratibu. Wanajua taratibu. Ataanguka. Bene A na B kaka. Ilipokuwa A B ipo hapa. Yaani tungeenda kwani ni siri? Sisi tulitoka Chamazi tukafuata nani? Burudani yetu. Yaani sasa hivi nawaambia hapa dua zao zote ule uwanja ukamilike. Yaani wana Yanga wametulia, wamerelax. Wanaoumiza vichwa kama TFF kafungia KMC, Yanga wanaenda wapi sasa? Ndio pata maswali. Hata nyinyi mmetumwa waulize wanaenda wapi wale? Wana mpango gani? Sisi mpango wetu ni kuifuata B ilipo. Kwa hiyo A ikizuiliwa tunakwenda kwenye B, wala sio swala la kificho. Utamu unaliwa kwa karibu. Hakuna utamu wa kufuata kwa mbali. Jana mechi yao umewatazama kidogo. Unaisogelea ndio the more inakuwa tamu zaidi. Mechi yao umeitazama kidogo jana. Tazama mechi yao. Wanasema wamejipata sasa hivi. Nyama is back. Inshallah. Winga Libase, winga nani ule bwana mdogo? Na wewe mjui? Oura. Mchezaji wa mjui na wewe? Nimesahau jina. Oura. Utamu bado haijafika kwenye video vyao. Hilo jina lishaka. Wanasema Oura mwalimu wa Pacome. Hilo jina lishaka. Hawezi kulifuta sasa hivi. Alafu sisi tushanogewa. Mwenyekiti wanasema Oura mwalimu wa Pacome. Sawa. Miezi 4 hajacheza lakini jana kiwango bora kabisa. Na nani umecheza nani jana? Jana wamecheza na Mashujaa. Sawa. Tumekubali si mwalimu wa Pacome. Sawa. Si wiki zinazidi kusogea mbele. Inshallah. Tunakaribia mwezi wa pili huo. Mwezi wa pili unaingia. Ramadhani. Tutafika na mtafunga Ramadhani, baada ya hapo tutakwenda mwezi wa 3. Tutakwenda mwezi wa 4. Tutajua mwalimu ni nani. Na unajua mimi sasa hivi nimeshafika hatua ya kuona kwamba ili mchezaji apate thamani kwenye mpira wa Tanzania ni lazima alinganishwe na Pacome Zouzoua. Yaani timu yote isajili mchezaji ni lazima imlinganishe huyo mchezaji na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida. Namna gani unaweza kuvalue wachezaji wao kumlinganisha na profesa wa mpira. Jambo la mwisho ambalo hamniulizi na natamani mniulize, mmekaa kimya au mnalijua? Tunalijua. Jambo gani? Ujui. Nilitoa wito muda mrefu sana. Na nikasema ile kauli ni aidha wachague wao watupe mchezaji wetu kipindi hiki au abaki aendelee kugongesha. Dalili naziona, wamenielewa. Dalili naziona jambo letu kutimia. Naziona nyeupe. Naziona yani. Nishaanza kusikia wapeni tu, waende tu. Yaani kama nishaanza kusikia wewe unajua mtu kitu kinakuuma, wewe kuna mtu akiwa anakuuma hapa. Ile inauma hapa, yani katikati ya kifua na moyo hapa. Hapa ndio inapoumia. Aende tu. Kwa nani bwana? Sisi tunasubiri hivi kama fisi tunazengea tu. Wajichanganye. Yaani sisi kama fisi. Hajui mpira sisi sasa tunatazama tu. Nasemaje? Changanyeni. Kumbe mnawajazaje? Yaani tunawasikiliza hapo waseme. Licha kusema kwamba mmeshakamilika. Nasemaje? Wajichanganye tu hapa Januari. Si tarehe 20 ngapi leo? Leo tarehe 20 ngapi? Leo tarehe 20 ngapi? 30 leo. Leo 30 mwisho kesho. Wajichanganye hizo siku mbili hizi. Wajichanganye tu kwamba afai aende. Wajichanganye hapa hizi siku mbili hizi. Tuwafurahishe. Lakini kiuhalisia anajua ajui. Nani? Si huyo mchezaji wetu? Yeye anajua boli. Anajua boli, mchezaji wetu sisi anajua boli. Wanasema ameandika barua tayari. Ndio dalili naziona shekhe, hata naona. Naona ni jambo linakaribia. Maana muda mrefu na jamani. Muda wakati huu
mara sijui atoki huyu. Sasa hivi maneno yanabadilika sasa hivi. Aende tu huyo. Tunao wengi tu. Jichanganyeni. Wanasema kazini kwake kuna kazi. Nasemaje, wajichanganye, bado siku mbili hapa. La haula wala quwwata. Pap! Mfukoni kitu. Taweza sasa tutatambulisha mtu mwingine. Yaani wakijichanganya leo, kesho sasa tutatambulisha mtu mwingine sasa. Mjamaliza kumbe. Bado. Nafasi yake itapatikana tu huyu. Tutajua jinsi ya kufanya, tutapata nafasi yake. Yaani wajichanganye. Mpaka nimeona wameanza kama make mrefu na matupeni huyo mapema saa hizi. Dirisha hili, huyu atoki hapa. Saa hizi wameanza kuchange language. Maana yake ajenda yangu na azimio letu tunakaribia kutimia. Wajichanganye sasa hapa. Hizi siku mbili hizi tuwafurahishe. Na akija yule achezi mpaka machi. Ndio mechi ya kwanza. Ni ushwali.